Qala sallallahu alaihi wasallam, la tusarru al-ibila, manake msiache maziwa kwenye viwele vya ngamia, wal ghanam, na mbuzi pia msifanye hivi, msiache ile maziwa kwenye viwele vyao ngamia au mbuzi. Famani bitaaha ba'du, lakini sasa hukumu, yule atakaye nunua baada ya kufanyiwa hivyo, fahuwa bi khairi nadharain, wa dalili ni hapa, basi huyo atakuwa juu ya khiari au kheri ya mitizamo miwili. Fahuwa bi khairi nadharain, atakuwa katika bora ya nadharia mbili. Yeye ataangalia moja katika nadharia mbili, ipi bora? Fahuwa bi khairi an-nadharain, yeye atakuwa katika ya kheri mitizamo miwili. Baada ayahlibaha, baada ya kumkamua, ashamkamua akaona hali yake si kama alivyoambiwa, basi ana khiari ya kuchagua kheri ya moja mitizamo miwili. Baada ya kuwa ameshamkamua, inshaa amsakaha, akitaka abaki naye. Inshaa amsakaha, akitaka atabaki naye. Ukiamua basi alhamdulillah, una shida, lakini ukabaki naye. Wa inshaa raddaha, na akitaka atamrejesha. Lakini wakati unamrejesha ili upewe pesa yako, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa saa min tamrin, na pishi ya tende. Atarudisha yule aliyemrudisha yule mnyama, atamrudisha pamoja na pishi ya tende au kitu fulani. Kwa nini? Kwa sababu ya kufidia yale maziwa ambayo yalikuwepo katika hali ya kuuza. Yale maziwa ambayo yalikuwepo wakati anauza, anayafidia kwa kitu, kama ni pishi ya tende au ni mchele au ni pesa, atalipia. Kwa hiyo atalipia kwa sababu amemtoa katika hali yake ile ya kwanza. Muttafaqun alayhi. Wa fi lafdhin fa huwa bil khiyari 3 ayyam, katika lafdhi nyingine yeye atakuwa katika khiyari ndani ya masiku matatu. Aangalie ndani ya siku tatu amrejeshe au abaki naye. Wa idha ishtara ma'iban, lakini pia kuna sababu nyingine katika hizo sababu, akasema na ikiwa mtu atanunua kitu chenye kasoro. Wa idha ishtara ma'iban, ikiwa mtu atanunua chenye kasoro, lam yu'lamu aibuhu, haikujulikana kasoro yake. Kwa baadaye amejua, baadaye amegundua kile kitu kilikuwa kina shida kile. Falahu alkhiyaru baina raddihi wa imsakihi, ana yeye khiyari. Kwa bila kujali kwamba sasa wewe ulisema hii gari ije, mfano wake imekuja sawa, lakini sasa nimegundua kuna shida ipo, kwa kuna khiyari, kwa sababu umeuziwa kitu chenye kasoro, na labda wakati mwingine hukumwambia pia. Falahu alkhiyaru baina raddihi wa imsaki, ana yeye mnunuaji khiyari kati ya kumrejesha au kukirejesha kile kitu au kubaki nacho. Fa in ta'adhara radduhu ta'ayyana arshuhu, ikishindikana kurejesha basi itakuwa lazima arshi yake, yani ilipiwe arshi yake. Arshi ni mali kama fidia tuseme, kwa maana fidia ya labda gari hii ikiwa nzima yauzwa milioni 10, lakini wewe umeniuzia milioni 10 na yenyewe ni mbovu, au umeniuzia milioni 9 afwan umeniuzia milioni 10 na yenyewe ni mbovu, taayana arshu. Kwa hiyo kuna pesa inabidi ipungue pale, utarudisha pesa fulani pale. Basi sawa, tufanye kumuuziana kwa milioni 8, chukua milioni 2, imeleka. Taayana arshu, itainika, italazimika kutoa arshi yake kama fidia ili irudi katika bei yake halisia. Kwa wataangalia inauzwa vipi, baada ya hapo ikiwa katika hali yake inauzwa vipi, alafu baadaye tutafidia. Wa idha ikhtalafa fi thamani tahalafa, na wakikhtalifiana kwenye thamani wataapizana. Wamekhtalifiana wauzianaji wawili katika thamani, basi wataapizana. Ana nilikuuzia shilingi ngapi? Sio bei hii, uniuzia hivi.
hapana, mimi nilikwambia shilingi milioni kadhaa, hapana, nilikuuzia kwa milioni hii. Wataapizana, walikulli minhuma alfasqu, na ana khiari pia. Kwa hiyo walikulli minhuma, na ana khiari kila mmoja katika wao kuivunja biashara. Kwa hiyo hii pia ni khiari nyingine. Khiari sababu yake ikhtilafu almutabayi, kule kukhtalifiana kwa bei. Watu wafanya biashara wamekhtalifiana, basi pia wataapizana, lakini watakuwa na khiari, ima waamue kubaki au kuvunja ile biashara. Nikuja hadithi ya Abdullah bin Mas'ud inda Ahmad, idha ikhtalafa albay'ani wa laysa bainahuma bayyinatun, kwa hakuna ushahidi, hakuna dalili, hakuna shahidi, fahuwa ma yaqulu rabbu sila au yatatarakani, ataangaliwa anachokisema yule mmiliki wa bidhaa au ataacha biashara hii.